ambaye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi wote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwa wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho moja. Hilo ndilo neno la Bwana. Na hilo ndilo neno la Mungu. Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Hamjamboni? Bwana Yesu asifiwe. Asante sana dada yetu Lena kwa kutusomea neno la Bwana tena vizuri kabisa, na Mungu azidi kukubariki. Kwa majina ni Lewis Mutwiri, nami ni mshirika kanisani humu. Nina mke mmoja ninayempenda sana anayeitwa Mary. Lakini zaidi ya hayo, jambo kuu ni hili: nimesamehewa dhambi. Nimesamehewa dhambi zangu kwa damu ya Yesu Kristo. Sikustahili kusamehewa makosa yangu, bali ni kwa rehema na neema ya Mungu pekee. Hebu tuombe tunaposhiriki neno la Mungu asubuhi ya leo. Baba yetu wa mbinguni, hakuna kama wewe mbinguni wala duniani. Tunakushukuru kwa nafasi ya kuwa pamoja ili kushiriki neno lako. Asante kwa kutupatanisha nawe kupitia damu ya Yesu Kristo, mwanao mpendwa. Tafadhali nena nasi siku hii ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Wacha nianze na ushuhuda. Miaka iliyopita nilipokuwa nikikua, nilifikiri kabila langu ndilo la maana zaidi. Nilipata ugumu kuwapenda watu wa makabila mengine, hasa makabila yale ya magharibi na makabila yale ya kaskazini. Hiyo inamaanisha mimi ni mmoja wa kabila za mashariki huku Kenya. Na nilikuwa nikiwaogopa sana watu wa makabila yale niliyoyataja. Tuliambiwa mambo mengi ya kutisha kuwahusu wao, kwamba watu wa makabila yale wao hulala na wafu katika nyumba moja, jambo lililonifanya nione kama hao ni watu wa ajabu. Tuliambiwa pia kwamba kuna wale ambao ni watu wapenda vita, wanapendelea tu kulipua mabomu. Na hivyo basi ilinichukua muda mrefu kuelewa kuwa watu wa makabila mengine ni watu kama watu wa kabila langu, walio na upendo, walio na heshima na walio na utu. Nilipoenda shuleni niligundua kuwa mara nyingi watu wa makabila yale niliyohofia ndio walikuwa wa kwanza kunisaidia hata zaidi ya watu wa kabila langu mwenyewe. Labda wewe pia una historia kama hiyo yangu. Labda kulikuwa na kabila au jamii ambayo hamkupatana, au labda kulikuwa na ubaguzi wa aina fulani wa kabila lako dhidi ya kabila lingine. Na leo tutatazama kabila moja katika Biblia, kabila la Wayahudi, ambao walijivunia sana kuwa wana wa Mungu. Manabii wengi mashuhuri walitoka huko. Na hata Yesu mwenyewe alizaliwa katika kabila hilo. Majivuno hayo yaliwafanya kuwadharau watu wa mataifa mengine. Hawakuelewa kuwa Mungu kupitia msalaba wa Yesu Kristo aliwapatanisha wao na mataifa mengine yote. Akawafanya kuwa kitu kimoja katika Kristo.
Na kwa hivyo mada yetu kuu siku ya leo ni hili: kupitia msalaba Yesu amewapatanisha Wayahudi na watu wa mataifa mengine kwa Mungu, na pia wao kwa wao kama jumuiya yake mpya. Wacha niseme hivyo mara nyingine. Kupitia msalaba Yesu amewapatanisha Wayahudi na watu wa mataifa mengine kwa Mungu, na pia wao kwa wao kama jumuiya yake mpya. Na tutaweza kuona ukweli huu kupitia mambo mawili. Kwanza, tutaona kwamba walio mbali na Kristo wameletwa karibu kupitia damu ya Yesu. Na tutaangazia mstari ule wa 11 hadi 13. Walio mbali na Kristo wameletwa karibu kupitia damu ya Yesu. Na jambo la pili, tutaona kwamba walio mbali na Kristo na walio karibu na Kristo sasa wamemkaribia Baba katika roho moja. Walio mbali na Kristo na walio karibu na Kristo sasa wamemkaribia Baba katika roho moja. Mstari wa 14 hadi wa 18. Wacha tuanze na kipengele hicho cha kwanza ambacho kinasema walio mbali na Kristo wameletwa karibu kupitia damu ya Yesu. Lengo kuu la kifungu hiki tulichosomewa linaonekana wazi katika mstari ule wa 11. Mstari wa 11 unasema, kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani nyinyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili mnayoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono. Mtume Paulo anawaandikia waumini wa Efeso, wengi wao wakiwa watu wa mataifa, na anawahimiza kwamba wakumbuke, yaani wasisahau mabadiliko makubwa yaliyotokea katika maisha yao baada ya kuamini. Lakini kabla hatujaendelea, hebu tuelewe tofauti kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Hapo mwanzo Mungu alimuumba Adamu na Hawa, akawaweka katika bustani ya Edeni. Walipomwasi Mungu, akawafukuza kwenye bustani, na hivyo basi dhambi ikaingia ulimwenguni. Vizazi vikaendelea hadi kizazi cha 10 ambapo Nuhu alizaliwa. Na wakati wa Nuhu watu wakaendelea kutenda dhambi, na Mungu akaangamiza dunia kwa mafuriko. Kisha akaanza upya kupitia Nuhu. Na kutoka kwa kizazi cha huyu Nuhu, vizazi vikaendelea hadi Tera, baba yake Ibrahimu. Na Mungu akafanya agano na Ibrahimu, akamwagiza atahiri wanaume wote wa nyumba yake, jambo lililokuwa ishara ya uhusiano wao maalum na huyu Mungu. Agizo hili liliendelea kwa vizazi vyote vya Ibrahimu, na Ibrahimu akampata Isaka, naye Isaka akampata Yakobo, Yakobo aliyeitwa Israeli. Yakobo akawa baba wa makabila 12 ya Israeli. Mungu aliwapa Waisraeli sheria kupitia Musa, akawapigania dhidi ya mataifa mengine, na akawaahidi kwamba watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Mungu akawapa waamuzi, Mungu akawapa manabii, na pia akawapa hata na wafalme. Hivyo basi Israeli ikawa taifa teule kwa sababu ya agano lile la Mungu na Ibrahimu. Watu hawa
na vizazi vyao ndivyo tunavyowaita hivi leo Wayahudi. Hilo ndilo kabila la Wayahudi. Lakini kando na Wanaisraeli kulikuwepo mataifa mengine mengi. Wale waliowahangaisha Wanaisraeli katika Biblia. Na pia mataifa yote mengine duniani, ikiwemo kabila langu na lako siku hii ya leo. Wewe unayenisikiliza asubuhi. Kwa hivyo, ninaposema watu wa mataifa, tufahamu kuwa hawa si Wayahudi. Na ni watu hao wa mataifa waliokuwa Efeso ndio Paulo aliowaandikia, akiwaambia wakumbuke, wasisahau mabadiliko yaliyoletwa na Kristo katika maisha yao. Mtume Paulo anawakumbusha kuwa zamani walikuwa mbali na Mungu. Walikuwa bila Kristo. Walikuwa wametengwa na jumuiya ya Israeli. Walikuwa wageni kwa maagano ya ahadi baina ya Mungu na Ibrahimu. Walikuwa bila tumaini humu duniani, na pia walikuwa hawana Mungu maishani mwao. Hebu tazama nami katika mistari ya 12 inavyosema kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini pia mtume Paulo anaweka wazi kwamba si kila Myahudi alikuwa karibu na Mungu, kwa kuwa walijiona kama waliotairiwa, lakini walikuwa wametairiwa kimwili tu, si kiroho. Yaani walikosa tohara ya moyo inayofanywa na Roho Mtakatifu. Na mtume Paulo anaendelea kuwahimiza waumini hawa wasisahau mabadiliko haya makubwa. Walikuwa mbali na Kristo, sasa wameletwa karibu kupitia damu yake. Walikuwa wametengwa na jumuiya ya Israeli, lakini sasa wamefanywa wamoja pamoja na Wayahudi katika Kristo. Walikuwa ni wageni kwa maagano ya ahadi, lakini sasa wameingizwa katika maagano haya kwa imani kama Ibrahimu alivyomwamini Mungu. Walikuwa bila tumaini, lakini sasa wamepata tumaini jipya katika msamaha wa dhambi na ahadi ya kurudi kwa Yesu. Walikuwa hawana Mungu, sasa Mungu wa Israeli ndiye Mungu wao. Ndiyo, walikuwa mbali, wametengwa na wasio na tumaini. Lakini sasa kupitia damu ya Yesu Kristo wameletwa karibu na Mungu. Tafadhali tazama nami katika mstari ule wa 13 inayosema, lakini sasa katika Kristo Yesu nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Yesu alipokufa msalabani hakuwafia tu Wayahudi, bali pia watu wa mataifa. Dhambi za wote zilisamehewa. Wote wamefanyika wana wa Mungu, Wayahudi na watu wa mataifa. Waliokuwa mbali na Mungu sasa wameletwa karibu kupitia damu ya Yesu Kristo. Na si watu wa mataifa tu waliopata faida hiyo. Hata wale Wayahudi walihitaji msalaba huo. Na hii inatupeleka kwenye kipengele chetu cha pili, ambacho ni walio mbali na Kristo na walio karibu na Kristo sasa wamemkaribia Baba katika roho mmoja. Walio mbali na Kristo na walio karibu na Kristo sasa wamemkaribia Baba Mungu katika roho mmoja.
Wayahudi ingawa walikuwa katika yale maagano ya ahadi, hawakuwa na amani ya kweli. Watu wa mataifa mengine nao waliendelea kuwasumbua. Wakati fulani mataifa haya ndio yaliyowateka nyara Wanaisraeli, wakakosa amani kwa miaka mingi. Na kwa upande mwingine, Wayahudi waliwachukia watu wa mataifa kwa sababu waliona Mungu aliwapendelea wao pekee. Na pia hao watu wa mataifa waliwachukia Wayahudi kwa sababu hiyo hiyo tu. Lakini sasa Mtume Paulo anawaeleza Waefeso kuwa Yesu ndiye amani yetu sisi wote. Ni Yesu aliyesababisha vikundi hivi viwili kuwa kimoja. Ni Yesu alivunja kizuizi kilichowatenganisha Wayahudi na watu wa mataifa. Ni Yesu aliyebomoa ukuta wa uadui uliokuwa kati yao. Yesu alifanya hivi kwa kuondoa ile sheria pamoja na amri na kanuni zake. Sheria ile Mungu aliyowapa Wanaisraeli iliyokuwa na lengo ya kuwatenga Wayahudi na mataifa yale mengine. Lakini sasa kwa kifo cha Yesu, tofauti hizo zimeondolewa. Kwa hiyo si lazima mtu atahiriwe ili akubalike na Mungu siku hizi. Wala si lazima mtu atoe dhabihu ya mnyama yeyote ili apate kusamehewa dhambi. Hata hivyo, sisi sote Wayahudi na watu wa mataifa mbalimbali tumeitwa tuishi katika kutii sheria ya upendo. Sheria ambayo inasema mpende Mungu wako kwa moyo wako wote na umpende jirani yako kama nafsi yako. Na leo tumeweza kusomewa swali lile la katekizimu ambao unatusaidia kuelewa utangulizi wa amri hizi 10. Ya kwamba tumeokolewa alafu kisha tukapewa zile sheria za kufuata. Yesu aliondoa ile sheria ya kutenganisha watu alipoutoa mwili wake yeye mwenyewe. Na alifanya hivyo ili apate kuumba jamii moja mpya badala ya vikundi viwili. Na alifanya hivyo ili atupatie sisi sote amani na kutufanya kuwa kitu kimoja ndani yake, Wayahudi kwa watu wa mataifa mengine. Yesu alitaka awapatanishe wote wawili na Mungu kupitia mwili wake na kupitia msalaba. Aliwaunganisha Wayahudi na watu wa mataifa kuwa jumuiya moja mpya ya Mungu. Hapo awali Wayahudi peke yao ndio waliodai kuwa watu wa Mungu. Lakini sasa watu wa mataifa pia wanaweza kuitwa watu wa Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Kwa hivyo mbele za Mungu hakuna tena Myahudi wala mtu wa mataifa, bali wote wanaomwamini Yesu wamefanywa wamoja katika mwili wake. Ni kupitia msalaba wa Yesu ambapo uadui uliokuwepo kati ya Wayahudi na watu wa mataifa uliangamizwa kabisa. Hebu tazama ninaposoma maandiko kutoka mstari wa 14. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hawa wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Yesu alikuja kuhubiri amani
kwa wale waliokuwa mbali, yani watu wa mataifa kama mimi na wewe ambaye ni Mkenya ama Mwafrika. Na pia akahubiri amani kwa wale waliokuwa karibu ama ukipenda Wayahudi. Na kwa hivyo ni kupitia Yesu peke yake ambapo sisi sote, Wayahudi na watu wa mataifa, tunaweza kumkaribia Baba katika roho moja. Hakuna njia nyingine. Tazama nami mstari wa 17 na wa 18. Akaja akahubiri amani kwenu nyinyi mliokuwa mbali, na amani kwa wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho moja. Kwa hivyo tumepata kuona asubuhi hii ya leo kwamba wale walio mbali na Kristo wameletwa karibu kupitia damu ya Yesu. Na wale walio mbali na Kristo pamoja na wale walio karibu na yeye, yani Wayahudi, sasa wamemkaribia huyu Baba wa mbinguni katika roho mmoja. Na yote haya ni kwa sababu kupitia msalaba Yesu amewapatanisha Wayahudi na watu wa mataifa mengine kwake Mwenyezi Mungu, na hata wenyewe kwa wenyewe. Na sasa sisi sote ni jumuiya yake mpya, tumefanyika moja. Basi tukiwa tumeona ukweli huo, tujifunze yepi asubuhi ya leo? Kwanza, yatupasa tuufahamu ukweli huu na tusisahau kamwe. Inatufaa tukumbuke mabadiliko makubwa yaliyotokea maishani mwetu. Kabla hatujamjua Mungu, tulikuwa mbali na yeye. Lakini sasa tumeletwa karibu kupitia Yesu Kristo. Na kwa hivyo yatufaa tufahamu ukweli huu. Inatufaa tushukuru kwa ajili ya ukweli huu. Na yatufaa tufurahie tena na tena ukweli huu. Hatuhitaji elimu kubwa wala mipango ya kibinadamu ili kutatua matatizo ya ukabila kama yale niliyokuwa nayo nilipokuwa mchanga. Nikifikiri watu wa makabila wengine wako na shida na watu wa kabila langu hao wako sawa. Hatutawahi kupata amani ya kweli hadi tupatanishwe na Mungu. Ni ujumbe wa Kristo pekee kwamba alikufa ili tupate msamaha wa dhambi unaoweza kutatua chuki, unaoweza kutatua ubaguzi na unaoweza kutatua utengano wa kikabila. Shida kuu ya mioyo yetu bila kuongozwa na Mungu ni kumpinga na kutomtii. Na suluhisho la kipekee ni kifo cha Yesu msalabani, uliobomoa ule ukuta, uliovunja ule kizuizi ya kwamba hatukuwa watu moja, tulikuwa vikundi viwili. Kwa hivyo, Wakristo wenzangu, ni vizuri tufahamu ya kwamba kupitia msalaba Yesu ametupatanisha sisi watu wa mataifa mbalimbali pamoja na Wayahudi, na ametupatanisha kwake Mungu, na ametupatanisha sisi watu wa mataifa pamoja na wale Wayahudi. Na sasa sisi ni jumuiya moja, jumuiya mpya yake Mungu. Sisi ni Wakristo, wafuasi wa Kristo, na sisi ni wana wake Mungu. Hebu na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, ni asante kwa kutuleta sisi tuliokuwa mbali tukawa karibu nawe. Hatukustahili hata kidogo, lakini ulituhurumia na ukatukaribisha tuwe watu wako. Asante sana Baba. Tunaomba msamaha kwa nyakati ambazo tumedhani kabila zetu ni bora kuliko zile zingine. Tusamehe Baba. Tunaomba upatanisho baina yetu na wewe.
Tunaomba upatanisho baina yetu na hata wengine uonekane wazi wazi katika namna tunavyoishi maisha yetu ya kila siku. Tusaidie Baba. Amina.